Karibu sana mtazamaji kwenye channel hii ya Kliniki ya Afya Mapenzi. Video hii ni mwendelezo wa somo ambalo nimelianzisha linalosema kwamba kati ya pesa na tendo la ndoa, lipi lina thamani zaidi? Kipi kina thamani zaidi? Na katika video ile ya dakika 9 point something nikamalizia mimi kwa kusema kwamba naungana mkono na watafiti waliotangulia wakafanya utafiti huo miongoni mwa watu 16,000 kwamba tendo la ndoa lina faida zaidi kuliko pesa. Na katika conclude yangu, katika hitimisho langu pale nikasema kwamba kwa mfano tendo la ndoa linasababisha kinga ya mwili dhidi ya maradhi kuwa kubwa. Ukiwa na bilioni 500 lakini uko umelala kwa sababu umeparalyze, je, kuna faida gani? Nikatoa mfano kwenye video ile kwamba mwandishi wa kitabu hiki hapa, kitabu hiki kubwa sana, nilinunua Arusha, sawa, anaitwa Robert Greene, ni billionaire lakini ameparalyze upande mmoja. Anafaidika nini na hela hiyo yote anayotengeneza? Huyu ni mtaalamu mkubwa sana wa mambo saikolojia na mambo mengine ya masuala ya uongozi, na ametengeneza hela za kutosha. Vitabu vyake vyote ni volume, ni makubwa tu. Na kitabu kingine ambacho ninacho hapa inaitwa Sayansi ya Kutongoza, amekiandika yeye, The Science of Seduction. Vile ninacho kitabu chake huyo Robert Greene. Kwa hiyo ni mambo ambayo ningependa kuambia kwamba ni kweli tendo la ndoa lina faida. Sasa katika tafiti ambayo imefanyika na kurekodiwa kwenye maktaba inaitwa The National Library of Medicine, yani maktaba ya taifa ya madawa, na kwenye mabano inasema National Center for Biotechnology Information. Nimeingia huko nikakutana na tafiti ambayo inathibitisha lile ambalo nimesema kwamba ni kweli tendo la ndoa lina faida kuliko pesa. Katika utafiti huo, miongoni mwa watu ambao wamepata ugonjwa ule wa COVID-19, imeonekana kwamba bila kujali huyu mtu ni shoga au sio shoga, bila kujali umri wake, iwapo alikuwa anafanya mapenzi mara kwa mara, imeongezea uwezo wa mwili kujikinga na ugonjwa huo kwa kiwango kikubwa sana sana. Wanaita kwamba, kwa Kiingereza wanasema kwamba the immunity status becomes more competent to deal with pathogenesis. Nasema ina uwezo mkubwa sana, na ikaendelea kusema tafiti hiyo ikisema kwamba imeondoa uwezo wa mtu kufa kwa ugonjwa huo kwa watu ambao walikuwa wanafanya mapenzi mara 3 au zaidi kwa mwezi. Mara 3 au zaidi kwa mwezi, sio kwa wiki, mara 3 au zaidi kwa mwezi. Je, wangefanya kwa wiki, je, ingekuwaje? Na vile vile ikaonekana kwamba wale ambao walipata ugonjwa huo wa COVID-19 ambao walikuwa wanafanya tendo la ndoa chini ya mara 3 kwa mwezi walikufa na ugonjwa huo. Hiyo ni tafiti ambayo ipo. Na katika tafiti nyingine ambazo ziko kwenye rekodi vile vile, nasema hivi, tendo la ndoa likifanyika vizuri sana linamsaidia mwanamke asipate maumivu anapokuwa anaingia hedhi. Hilo la kwanza. La pili, linapunguza kwa 20% uwezekano wa mtu kupata saratani ya tezi dume, cancer, the prostate cancer, inazuia kwa 20%. Lakini vile vile tendo la ndoa likiwa tamu, huu ni utafiti uliofanyika mwaka 2020, imeonekana kwamba wagonjwa ambao tayari wameshapata ugonjwa wa ile heart attack, wanahitaji heart attack, yani mtu amepata ugonjwa wa moyo, anasema iwapo anafanya mapenzi vizuri inapunguza kwa 10% uwezekano wa hao watu kufa kutokana na ugonjwa huo wa moyo. Kwa 10% inapunguza. Kwa hiyo hizi ni faida ambazo nimependa nikuletee kwa uchache ili uweze kuelewa kwamba iwapo ulipi kipaumbele tendo la ndoa na likawa la quality, sio lile la kujoleana tu, unamkujolea mwanamke unamwacha, awe anafika kileleni vizuri sana mpaka anatetemeka, mpaka anapiga makelele, mpaka anaimba wimbo, ni raha tupu kupendana na wewe, raha tupu, raha tupu kupendana na wewe, raha tupu.
Unaweza kuona mpaka anaimba, maana yake amekutana na mwanaume anayemsugua sawa sawa. Kwa hiyo lazima ifanyike katika hali ambayo kila mmoja anaona leo nimetia kweli. Kinyume na hapo. Sasa kwa nini napenda nizungumze hili? Kwa sababu hili limesababishwa na rafiki yangu mmoja ambaye ni daktari, ni surgeon. Ni mtu ambaye anaweza kupasua hata ubongo, yuko Dar es Salaam, anaitwa Jacqueline. Ndio amenisababishia, amekuletea mada hizi, amenitumia video moja. Alafu mimi nikamwambia hapana bwana. Hiyo video kwanza ni ya AI, alafu huyo mwanaume hajui kutia. Sawa. Nikamwambia huyo mwanaume hajui kutia kwa sababu hagusi kisimi. Nikamwambia hivyo. Daktari yuko Dar es Salaam, daktari bingwa wa upasuaji. Nikamwambia hivi, seksi ina ubora kuliko pesa kwa sababu hii. Pesa inatoka nje, unaitafuta unaikamata nje. Sawa? Pesa ni pesa, unaitafuta unauza hiki, sijui umefanya hivi, umelipwa pesa. Lakini seksi, ule utamu wa seksi ni wewe mwenyewe unaotengeneza. Jinsi gani unatia vizuri. Jinsi gani unamwandaa huyu mwanamke vizuri. Wewe mwenyewe ndio unatengeneza. Lakini mpaka upate wateja sio nini ndio unapata pesa. Lakini utamu wa tendo la ndoa unautengeneza wewe mwenyewe. Kwa hiyo ile hali ya kujivunia kwamba nimemfikisha kilele mara 4 leo nimempitisha mara 3, ile hali ya kujivunia inakuongezea confidence na afya yako inakuwa nzuri sana. Ukiwa na confidence upati msongo wa mawazo. Ukiwa na hali ya confidence, msongo wa mawazo utatoa wapi? Na katika tafiti hii sikuisema tu, lakini inasaidia vile katika afya ya akili. Tendo la ndoa inasaidia katika afya ya akili vile vile. Kama unataka kuwa chizi, shauri lako. Kama unataka kuwa chizi, punguza kufanya mapenzi, utakuwa chizi. Haya mambo yote hapo. Tafadhali sana follow, subscribe. God bless you. Bye.